Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii kuhusiana na yale ambayo yameweza kujili huko katika sakata ambalo linaloendelea, ambapo TFF unafahamu ya kwamba ndio sasa hivi wameshikilia mpini kwa kile ambacho kinachoendelea, na Young Africans wapo katika makali wakiweza kutafuta haki yao. Hatimaye wameweza kutoa taarifa ambayo kila mmoja angepaswa kuweza kujua wamefikia wapi juu ya klabu ya soka Young Africans kuweza kushawishiwa kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, ikiwa mpaka sasa Young Africans haijakubali kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea, ikiwemo kucheza mchezo huo. Sasa mapya ambayo yameweza kujili ni yapi? Ni kama haya yafuatayo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali ni wananchi Young Africans. Bana, taarifa imekuwa ni njema, taarifa imekuwa ni kubwa kwa kile ambacho Young Africans wanazidi kusimamia msimamo wao kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, na kadri siku ambavyo zinazidi kwenda ndo wanazidi kuwashika pabaya. Hapa nazungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi, kutokana na siku ambavyo zinazidi kusonga na kuweza kushuhudia kwamba Young Africans watacheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ama muendelezo utakuwa ni ule ule wa kugomea michezo ile ambayo wao wanasema ya kwamba hawatocheza. Unaambiwa bodi ya ligi wameingia kwenye mtego wa Yanga, ambao Yanga waliweza kuweka, hatimaye wameweza kujaa TFF kwa kile ambacho kinachoendelea. Taarifa kabla tujafika kwenye taarifa hii, taarifa ambayo ipo kwa sasa ni kwamba bodi ya ligi na TFF wameweza kuwaita viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nazungumzia Rais Engineer Hersi pamoja na Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa Young Africans, ambao wote kwa nyakati moja wameitwa kwenda katika kamati hapa unazungumzia ya nizamu, kama kile ambacho kinachozungumzwa. Pengine kuna mapya mengine ambayo yanaweza akajili katika hayo ambayo yanayoendelea kwa wakati huu. Lakini leo nimesikia maelezo ya afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania TPLB Almas Kasongo akitaja sababu za bodi kupanga tarehe ya mechi ya dabi kati ya Yanga na Simba, mechi ambayo iliibua mgogoro mkubwa baada ya kuahirishwa ghafla. Kasongo anasema kwamba wameamua kupanga tarehe ya mchezo huo baada ya kasi kutoa maamuzi ya kesi ya Yanga, na kwamba katika kesi hiyo Yanga wameshindwa, kitu ambacho si kweli. Huo ni upotoshwaji wa hali ya juu. Kupitia maelezo ya Kasongo nimegundua kuwa aidha viongozi wenye mamlaka ya soka nchini hawajui kilichoamuliwa na kasi zidi ya Yanga, au wanaamua tu kupotosha umma. Ipo hivi, kasi ni mahakama ya rufaa ya michezo, yani Court of Arbitration of Sport, ambapo kazi yake kuu ni kutolea maamuzi, yani rufaa zinazowasilishwa na vilabu baada ya kutoridhia maamuzi yanayofanywa na mamlaka za soka katika nchi husika. Sasa kwenye issue ya Yanga huko, kasi walipeleka malalamiko na sio rufaa kama inavyotakiwa, kwa sababu hawakuwa na vielelezo vyovyote vya maamuzi ya shauri lolote kutoka TFF au bodi ya ligi. Ndio maana kasi wakawaagiza Yanga kuwasilisha vielelezo vya maamuzi ili rufaa yao ifunguliwe, na wakawapa siku 10 za kutekeleza agizo hilo. Siku 10 zilipoisha bila Yanga kuwasilisha dokumenti walizoambiwa na kasi, faili lao likawa rejected, limeondolewa. Hicho ndicho kilichotokea kasi.
Hivyo basi Kasongo kusema kuwa Yanga wameshindwa kesi kasi ni uongo, na kama hiyo ndio sababu ya bodi kupanga tarehe ya mechi ya dabi, basi huko ni kukurupuka na watakuwa wameingia kwenye mtego wa Yanga. Yanga wameendelea na mgomo wao wa kutocheza mchezo huo na kwamba hawana imani na mamlaka husika, yani TFF na bodi ya ligi. Sasa kama wasipotokea uwanjani, swali ni je, TFF na bodi ya ligi watachukua uamuzi gani? Je, watagawa pointi 3 na goli 3 kwa Simba, ikiwa ni pamoja na kuwanyang'anya Yanga pointi 15 kama kanuni inavyoelekeza? Kama yatatokea hayo, maana yake Yanga sasa watakuwa na sababu za kuwasilisha rufaa yao kasi kupinga maamuzi ya Simba kupewa pointi 3 na goli 3 pamoja na kupokonywa alama 15 zitakazowashusha chini kwenye msimamo wa ligi. Kwa mantiki hiyo niseme tu kwamba bodi ya ligi wameingia kwenye mtego wa klabu ya soka ya Young Africans, ambao inaelezwa kwamba mambo huenda yakawa ni mazito kweli kweli katika sakata hili, kila mmoja akiweza kushuhudia namna gani ambavyo kile kinachoweza kutokea katika sakata hili ambalo kila mmoja amezidi kushuhudia mapya ambayo yanazidi kujitokeza kwenye sakata hili kila kukicha, kila mmoja akiweza kusema ya kwamba pengine klabu ya soka ya Young Africans pengine wanastahili kufanya hivyo, na kuna baadhi ya wengine wanaona kama Yanga wanapoteza muda katika sakata hili. Ukweli ni kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni namna tu ya kuweza kuangalia mchakato huu unakwenda kumalizika vipi, ila mpaka sasa mambo yanazidi kuwa ni magumu kwa sakata hili kuendelea kuweza kuangalia namna ya kuweza kurudisha kati mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku Young Africans wao wakishinikiza ya kwamba hawachezi mpaka pale maamuzi yao yatakapoweza kufanyiwa kazi, ambapo inaelezwa kwamba namna bodi ya ligi walivyoharakisha kuahirisha mchezo kufuatia hoja za msingi za Simba, ndivyo walipaswa kuharakisha kujibu hoja za msingi za Yanga kabla ya kupanga tarehe ya dabi. Unaona bana, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo hawakutoa hata yale majibu ya uchunguzi, ambapo ripoti ya uchunguzi kuhusu kilichosababisha dabi isichezwe, ambapo ilisemekana kulikuwa na vitendo vya sheria vya rushwa, uvunjwaji wa amani. Kwa hiyo pengine unaweza kaona kwamba namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans wanapaswa kuweza kupewa majibu ya yale ambayo wao wanahisi kwamba yalisababisha dabi kutokuchezwa, na ni nani ambaye alihusika katika kile, mbona hakujatolewa uamuzi wowote. Lakini zilizonifikia wakati huu katika kuhakikisha Yanga wanapata haki yao na kupinga uhuni, uonevu na upendeleo katika soka, ipo taarifa kuwa viongozi wa matawi wa klabu ya Yanga nchi nzima wanatarajiwa kutoa maazimio yao kama ifuatavyo: 1. Kuunga mkono msimamo wa kamati tendaji ya klabu ambayo imesisitiza haitopeleka shauri lao kwa mamlaka ya mpira nchini kwa kuwa hawana imani na vyombo vyao na hawatocheza dabi. 2. Kutoa msimamo kuwa hawana imani tena na shirikisho la mpira Tanzania TFF. 3. Kama shirikisho likiendelea kuwepo, basi hawatakuwa tayari kushiriki mashindano yoyote yatakayoandaliwa na wao. Unaona bana, kwa hiyo mambo yanazidi kuwa ni mazito. Tusubiri kuweza kusikia yapi mapya yatakajiri katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.